sana kwa ajili ya kipekee kabisa kwa Zai, lakini vile vile tunaenda kushuhudia contract mpya ambayo ataenda kusaini na Ana Collection. Kwa niaba ya management nzima ya Zailisa, tunapenda kushukuru uongozi wa Ana Collection pamoja na AFA kwa kuendelea kutuamini na kumwamini Zai kama brand ambassador ambaye kwa mwaka jana 2024 waweza kufanya kazi kwa mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ambayo imekuwa ni chachu ya uongozi wa kampuni nzima ya Ana Collection pamoja na AFA kuamua kurudisha tena kama ambassador wao kwa mwaka 2025. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa fashion, lakini brand zingine tofauti tofauti ambazo watawiwa au wanawish kufanya kazi na sisi. Tunakaribisha sana na mlango uko wazi kumtumia Zailisa kama brand manager au Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru ndugu wanahabari kwa kufika kwa wingi, na umuhimu wenu ni kubwa sana katika kupeleka uzuri wa nchi yetu pamoja na kutangaza tamaduni asilia katika nchi yetu, lakini vile vile katika bara zima la Afrika. Tutakwenda na kampeni yetu mpya ambayo itakayosema vazi asili harusini. Nipende kuwashukuru sana. Nitaishia hapo. Asanteni sana. Leo ninayo furaha kubwa kwanza kuwaona wanawake wawili nikiwa nimekaa nao, na ikiwa ni jitihada ya mojawapo ya brandi yetu kuinua wanawake. Kwa majina naitwa Ana Peter Runguya. Mimi ni mbunifu wa mavazi, lakini pia mwanzilishi wa chapa hizi mbili ambazo leo wanawake wenzangu wanaenda kusimama kwa ajili ya kuzitangaza. Hilo ni jambo la kipekee, ni jambo linatia faraja hasa kwetu sisi wanawake, ikimaanisha kwamba tunatakiwa kuinuana sisi kwa sisi. Zailisa anaendelea kupush chapa ya Ana Collections. Wote mmeshuhudia kazi aliyoifanya kwa mwaka 2024, lakini tukasema kwamba sisi ni nani tusimrudishe kwa mwaka 2025, ambapo tuna projekti nyingi sana, projekti za kimkakati ambazo zinaenda kugusa taifa moja kwa moja. Kugusa taifa kwa maana gani? Zailisa anaenda kutangaza utalii wa Tanzania kupitia mavazi ambayo tutabuni sisi. Zailisa anaenda kutangaza na kutunza utamaduni wetu wa hapa Tanzania. Tumezoea mabibi harusi wanavaa nguo za nje, Nigeria, wapi, Ghana. Sasa sisi tukasema mwaka huu 2025 kama wabunifu, kutumia sanaa hii ya ubunifu wa mitindo na ushonaji, tunayo nafasi ya kubuni mavazi ambayo yanatengenezwa kwa malighafi za hapa Tanzania ili kuweza kukuza sekta zetu za viwanda vya hapa Tanzania. Tukitumia malighafi za hapa Tanzania ambazo zinatengenezwa na viwanda vyetu, tutainua sekta ya viwanda. Tutashirikiana na wenzetu wa textile, tutaangalia gap liko wapi katika industry ili tuweze kubuni vitu vipya vyenye tija katika taifa hili ili uweze kudumisha utamaduni wetu. Tunatamani kuwaona mabibi harusi katika harusi yao wakivaa magauni mawili, matatu, manne, vazi moja liwe la asili ili tuweze kulinda na kutunza utamaduni wetu. Ndio maana tukaja na hii kampeni yetu ya vazi asilia harusini, kuwahamasisha mabibi harusi wote kuvaa kutokana na vielelezo mbalimbali vya mkoa husika. Mtaona mkoa Mwanza tutatumia vielelezo gani, Dar es Salaam kwa makabila tofauti tofauti. Kwa hiyo kampeni hii itakuwa ni endelevu. Kupitia mabibi harusi tutaweza kutangaza na kutunza utamaduni wetu. Lakini pia Mama Taliki kwa upande wa AFA ni mwanamke pia, tunaendelea kuinuana wanawake kiuchumi. Tunatamani wanawake kamate fursa mbalimbali ili waweze kuinuka. Lakini kupitia chuo pia tuna vijana ambao tunawazalisha
Sisi kama chapa tayari tumeshaendelea. Sasa tunakuza sanaa hii. Wale vijana wanatengenezwa na nani? Wabunifu. Mnatamani kuwaona watu wanabuni mavazi mbalimbali. Lakini wale wabunifu wanatengenezwa na nani? Sisi kama AFA, chuo cha ubunifu wa mitindo na ushonaji, tunawainua wale wabunifu, tunawamenta, tunawakuza. Tunatamani jamii wajue na iwapokee ili waweze kuleta chachu ya mabadiliko katika tasnia hii ya ubunifu na ushonaji. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwakaribishe wanawake wenzangu katika familia yetu ya Ana Collection pamoja na AFA. Asante.